Kwa majina naitwa Noreen Mawala, ni mkurugenzi mtendaji wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Wanawake Tanzania. Tuko hapa East Africa Commercial Logistics Center Ubungo. Ni kongamano la siku 3 ambalo tunahitimisha siku ya kesho, ambapo mgeni rasmi atakuwa naibu waziri wa nishati Mheshimiwa Salome Makamba. Takriban watu 300 wameweza kuhudhuria kongamano hili, na baada ya kongamano siku ya Jumamosi tutakuwa na mbio za tarehe 27 June. Tutakuwa na mbio za uhamasishaji wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, yani Clean Cooking Half Marathon, na mbio zitakuwa na umbali wa kilomita 10, kilomita 5 na kilomita 2.5 kwa watoto, na zitafanyika maeneo ya Oysterbay, Mbuyuni, karibu na kanisa la St. Peters. Kwa siku ya kesho tunawakaribisha watu waje waendelee kujifunza juu ya nishati safi ya kupikia na teknolojia mbalimbali. Pia kuna maonyesho ambayo yanaendelea, lakini pia waje katika tukio la kufunga rasmi kongamano hili, ambapo mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa naibu waziri wa nishati Mheshimiwa Salome Makamba. Lakini siku ya Jumamosi tunawakaribisha katika mbio za nishati safi ya kupikia ambazo zitaandamana na bata la nishati safi ya kupikia, ambapo baada ya mbio kutakuwa kuna burudani pamoja na nyama choma pamoja na michezo mbalimbali ya watoto. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Lengo tu ni kutoa ufahamu juu ya nishati safi ya kupikia. Kwa ambao wajisajili kwa ajili ya mbio, tunawakaribisha waendelee kujisajili. Usajili unaendelea, tuna vituo 3 vya usajili. Kuna kituo cha usajili hapa Ubungo EACLC, lakini tuna kituo cha usajili katika kanisa la St. Peters pale kwenye car park, na tuna kituo cha usajili maeneo ya Mlimani City, lango la pili la kuingilia. Namba ya simu 0758 664 664. Habari ndugu wa Tanzania, kwa majina naitwa Tekla Matos Fimbo kutoka Fimbo Herbal Clinic. Nashukuru kwa kuhudhuria katika semina hii ya Nishati Safi Expo 2026. Nimejifunza vitu vingi ikiwepo nishati safi, ambapo tumeona faida mbalimbali zikiwemo kulinda afya ya mtumiaji kwa sisi wapishi wa kina mama. Kuna tofauti kubwa kati ya kupikia kwenye kuni au mkaa na kupikia kwenye gesi. Kwa hivyo ni vitu baadhi ambavyo tumeweza kujifunza. Tunawashukuru sana TABWA pamoja na kushirikiana na Wizara ya Nishati kwa kuitisha kongamano hili la Nishati Safi Expo 2026. Kwa majina naitwa Lewis Bent Kagande, ni mratibu wa tukio la Nishati Safi Expo and Conference, ambalo ni kongamano la nishati safi ya kupikia. Na leo ni siku ya pili. Tulianza kongamano tarehe 23 siku ya jana, na leo ni siku ya pili ambapo tutakuwa tumebakiza siku moja ambayo ni kesho. Kikubwa tumekuwa tukijadili changamoto mbalimbali ambazo zinaikumba sekta hii ya nishati safi ya kupikia, lakini pia tumekuwa na wataalamu mbalimbali ambao wamekuwa wakijibu hoja mbalimbali ambazo wabunifu wamezibuni katika kuendeleza ule mkakati wa nishati safi ya kupikia ambao unatutaka kufikia 80% ya Watanzania wao wanatumia nishati safi kufikia mwaka 2034. Na siku ya kesho itakuwa ni siku ya mwisho katika kongamano hili, ambapo tutampokea naibu waziri wa nishati Mheshimiwa Salome Makamba, ambapo anakuja kufunga kongamano hili la nishati safi, akitoa majibu na akiyachukua mengine mengi ambayo tunaamini kama Wizara ya Nishati wataenda kuyafanyia kazi kwa mustakabali wa uchumi endelevu, kulinda afya pamoja na kulinda mazingira. Kwa majina naitwa Mariamu Omari Bushiri, ni mamalishe, ni mjasiriamali mdogo. Semina hii ina fursa nyingi. Kama mimi mamalishe, kwanza kuna kufungua kwanza UTT, kufungua account, yani uwekezaji wa UTT kwa mimi mamalishe, kwa sababu unajua mimi sina NSSF mimi. Vile vile kuhusu nishati, tofauti ya zamani na sasa hivi. Zamani unajua walikuwa kwanza alianza kwa kuni, wakaja ya mkaa, sasa hivi kuna gesi. Lakini pamoja na kuna gesi, sisi mamalishe ambao ni wajasiriamali wadogo sana, kwetu ina unafuu lakini ina gharama, kwa sababu tunatofautiana biashara. Na hata hii mamalishe tunatofautiana.
Kuna wale wa juu, kuna wa saizi ya kati na kuna wa chini. Kwetu sisi kwa kutumia nishati hii ya gesi ni gharama, tena gharama kubwa sana. Pamoja tofauti na mkaa, lakini ina gharama. Kwa serikali, mimi naomba kama mwanamke, kama mjasiriamali mdogo, kama mamalishe, watuangalie sisi mamalishe. Sawa, watuangalie sisi mamalishe. Ikiwezekana ishushwe chini ili tuweze kufanya, tuweze kutumia, tutoke kwenye mkaa kabisa na kuni, tuingie kwenye nishati safi. Naiomba tena serikali na wadau wote watuangalie sisi mamalishe, waweze kuja kuwekeza kwetu, kwa sababu leo hii uniambia mimi bwana ninunue jiko la gesi 600,000 700,000, nitakuwa muongo. Sitaweza. Hapo mbali na mtungi, nije ninunue na mtungi sitaweza. Inaenda kwenye milioni na. Kwa hiyo lakini akitokea mwekezaji akatusaidia kutukopesha, tukawa tunalipa kidogo kidogo, itakuwa nafuu sana kwetu. Watakuwa wametukwamua kama mwanamke. Asante sana. Kwa jina naitwa Abu, ni mkazi wa Dar es Salaam. Tumejifunza vitu vingi sana kama sisi wajasiriamali ambao chipukizi, ambao watumiaji wa nishati yetu mbadala. Tumejifunza vitu vingi, yani vitu vingi kiukweli. Yani tunaipongeza serikali kwa kuweza kuweka semina hii ili tuweze kujifunza vitu mbalimbali kupitia kongamano hili. Kwa hiyo nataka tu niipongeze serikali kwa kuweza kutujali sisi kama wajasiriamali na watumiaji wa nishati mbadala hii. Kwa hiyo nadhani itakuwa yani na wengine ambao hawataweza kufika na wakaribisha waweze kufika kuhudhuria kwenye semina hii. Hali labda ingejaribu kupunguza kodi kwenye hivi vihusika na nishati mbadala, hivi vingefutiwa kabisa kodi ili uweze kuvipata sisi wananchi kwa gharama ya chini, kwa sababu maisha yetu yenyewe ni magumu. Nadhani sisi wananchi sasa hivi ukipata shilingi 10,000 unajikuta bado una majukumu chungu mzima kwenye hiyo 10,000. Watoto wanataka wale, kuna michango mashuleni, unakuta yani ile changamoto ni nyingi, bado vingamuzi ulipie, bado si unakuta yani unakuta vitu matumizi yako juu kuliko vipato vyetu. Kwa naomba tu serikali ingeweka hata ruzuku ili kila mwananchi aweze kupata bidhaa hizi za nishati mbadala.